Leo katika mitandao ya kijamii kumeonekana video iliyosambaa na kuzua gumzo kubwa mitandaoni inayomhusu Patrick Matasi anayechezea ligi kuu soka nchini Kenya katika klabu ya Kakamega Homeboyz na timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Video hiyo imemwonyesha mchezaji huyo akiwa anazungumza na mtu ambaye hajaonekana licha ya sauti kusikika na anadhaniwa kuwa ni mwanaume, wakijadili namna ya kuhujumu mechi ambayo bado haijafahamika kuwa ni mechi gani. Katika kufuatilia sakata hili kwa ukaribu, Msasa Sports imefanya utaratibu wa kumtafuta David Bando, mtangazaji na mwandishi wa habari za michezo kwa ujumla, akitokea Joy FM iliyopo mjini Kisumu, magharibi mwa Kenya, eneo la karibu na Kakamega anapochezea Patrick Matasi, kujua undani wa taarifa hii. Pamoja na mambo mengine, awali nimetaka kujua iwapo video hii imegundulika ilikuwa inahusu mechi gani na mchezaji alikuwa katika eneo gani. Huyo hapa David Bando. Kufikia sasa nilikuwa nimewasiliana na wakuu ndani ya FKF asubuhi ya leo kujaribu kufafanua zaidi alikuwa anajaribu kupanga mechi gani, aidha timu ya taifa ama ilikuwa ni klabu yake ya zamani ambayo ilikuwa akichezea ambayo ni Police FC ama ilikuwa ni FC Leopards. Haya yote tulijaribu kufafanuliwa, lakini shirikisho la soka nchini FKF wametuambia bado wanafanya uchunguzi, kwa maana hawajajua ni mechi gani. Hadi sisi wanahabari bado hatujajua ilikuwa ni mechi gani. Kuna namna ambavyo mamlaka pengine ya kushughulikia masuala ya rushwa hapo nchini anaweza kaingilia hili swala? Tayari shirikisho la soka nchini Kenya FKF wametoa habari muda mfupi uliopita wakisema kwamba tayari wameandikia lile kamati ya kushughulikia masuala ya rushwa na vitu kama hivyo. Vile vile wanajaribu kuwasiliana na polisi na CAF na vile vile FIFA ili kwa pamoja waweze kutibua alikuwa anafanya hayo mazungumzo na nani na ilikuwa ni mechi gani. Na vile vile wamesema watakuwa wanajaribu kupeana heshima kwa mchezaji mwenyewe husika na klabu yake anayoichezea kwa wakati huu. Ndugu yangu ukiwa huko Tanzania, itakumbukwa kwamba klabu anayochezea Matasi kwa sasa, Kakamega Homeboyz, mkubwa wake bwana Cleophas Shimanyula asubuhi ya leo alikuwa amesema hatoingilia mchezaji huyo, lakini amesema atakuwa anatoa sheria kali kwake iwapo ataonekana akifanya mchezo kama kupanga mchezo hivi, akipewa nafasi ya kucheza kwenye ligi, basi atapewa adhabu ambayo inafaa. Lakini vile vile ikumbuke kwamba hapo awali klabu ya Kakamega Homeboyz ilikuwa na issue tu kubwa kwa masuala ya kujaribu kupanga matokeo ya michezo, ambapo walifukuza wachezaji kama 6 hivi miaka 3 iliyopita hivi. Pengine kwa mchezaji mwenyewe Patrick Matasi, kuna wakati ambaye kuaga na shutuma za aina hapo awali, pengine hata kushukiwa tu. Imekuwa ni kushukiwa, lakini vile vile mashabiki wa soka na watangazaji wa soka, ukiangalia video ya michezo ambazo ameshiriki, kuna goli zingine ambazo amekuwa anafungwa ya shule ya chekechea. Kwa hivyo watu wamekuwa wakijiuliza mbona akawa anafungwa zile mabao za ukuzi hivyo. Kwa hivyo imekuwa ni ishu kubwa sana humu nchini, si mara ya kwanza, si mara ya pili, imekuwa ni mara kadhaa, mpaka watu walikuwa wanafoka wakasema hastahili kuchezea timu ya taifa. Na ndiposa huyu kocha mpya Beni Makata alipowasili nchini hakumpatia nafasi ya kuchezea timu ya taifa. Kwa ujumla, ninyi watu wa michezo hapo na wadau wengine, hali ya video ya aina hiyo pengine ninyi kimichezo imeleta taswira gani? Yaani ninyi wakati huu watu wa familia ya michezo hapo nchini Kenya mnajionaje ama wadau wanasemaje hapo? Humu nchini Kenya wadau wale wawekezaji wana huzuni sana kwa haya ambayo yanafanyika, lakini vile vile wanasema wanalaumu viongozi wa awali wa shirikisho la soka nchini Kenya ambao walitolewa mamlakani karibu miezi 6-7 iliyopita kufuatilia uchaguzi ambao tulifanya majuzi. Lakini wanasema viongozi wa shirikisho ambao wamechukua usukani lazima wafanye bidii ili wamalize hii mambo, ambapo kusema kweli inaonekana kama inaingia nchini Kenya kwa kishindo. Itakumbukwa kwamba timu ya klabu ya Zoo Kericho ambayo bila shaka iko karibu na Kisumu waliweza kupewa adhabu na FIFA na CAF vile vile kwa mambo ya kupanga michezo. Kuna referee mwingine, mwamuzi wa katikati mwa kiwanja, aliweza kupigwa marufuku, hawezi kusimamia mechi yote hapa nchini Kenya, anaitwa Bwana Kirwa. Kwa hivyo ni kitu imekuwa
lakini hakuna kuwa na watu ambao wamepatikana moja kwa moja eti huyu ndiye anahusika moja kwa moja. Lakini kumekuwa tu na shutuma ama kushuku tu watu. Pengine kwa kumalizia, sheria kwa makosa ya aina hii kama ipo inasemaje? Iwapo atapatikana amefanya makosa, sheria nchini Kenya na ile ya FIFA inasema liwa kabisa kutoshiriki mechi yoyote ama kitu chochote kinachoitwa mchezo wa kandanda. Kwa hivyo jambo la kwanza, hata pewa nafasi yote leo ama siku za usoni, wapo atapatikana na kosa kusimamia, kucheza ama kufanya chochote katika uwanja wa mchezo wa kandanda. Ni David Bondo, mtangazaji na mwandishi wa habari kutoka Jewi FM nchini Kenya. Jina langu ni Kulwa Mwaijulu na